Hii ni sehemu ya pili ya makala inayoangazia mikoa 10. Hii mikoa ni mikoa ya utekelezaji mradi wa maboresho ya ubora wa elimu sekondari SEQUIP na ujenzi wa shule mpya za amali. Makala iliyopita tuliangazia mkoa wa Pwani, Tanga, Moshi, Arusha na Manyara. Hivi leo tunaanzia katikati mashariki mwa Tanzania, ni Gairo, Morogoro. Serikali imeendelea na ujenzi wa miundombinu katika shule hizi mpya za amali. Kiasi cha bilioni 1 na milioni 600 kilipokelewa. Mimi ninaitwa Mwalimu Petronila Wakurila, ni afisa elimu sekondari halmashauri ya wilaya ya Gairo. Kiasi cha fedha tulichopokea kwa ajili ya ujenzi wa shule hii ya amali ni bilioni 1 na milioni 600. Tumeweza kujenga jengo la utawala. Pamoja na hiyo tunayo madarasa 8, tuna jengo kwa ajili ya maktaba, lakini pia tunayo jengo kwa ajili ya tehama. Sambamba na hayo majengo tunayo jengo moja lenye maabara 2 kwa ajili ya kemia na biolojia. Lakini pia tunayo majengo 2 kwa ajili ya karakana, ambapo tunazo karakana 3 katika hayo majengo 2. Pamoja na hizo tunazo pia majengo mengine 4 ambayo ni mabweni ya wanafunzi. Lakini pia tuna vyoo matundu 10, 5 ya wavulana na 5 ya wasichana. Shule hii ya mkoa itapokea watoto wengi sana kutoka nje ya halmashauri yetu, lakini pia tunaamini na watoto wa halmashauri yetu watapata nafasi ya kujifunza masomo ya ufundi ambayo ilikuwa ni kilio kikubwa kwa kizazi hiki. Hata hivyo, wananchi hawajabaki nyuma. Wanaeleza mwamko wa imani yao kwa serikali. Kweli wananchi wa kijiji cha Kuipipa hatukuwa na ndoto hata siku moja ya kuota kwamba tutajengewa shule kama hii. Na sisi kama mradi tumeupokea kwa furaha kubwa. Hata siku hiyo wanakuja wanauzindua ule mradi, kwa kweli tulikuwa wananchi ni wengi, tulipokea. Yaani watoto wetu walikuwa wanasoma mbali. Ninaamini watoto wetu watasoma karibu. Kutoka shule ya sekondari ya amali Kitukutu mkoani Singida, huyu ni mkuu wa shule. Twa Mwalimu Gaspar Bernard Nkaila, mkuu wa shule ya amali Kitukutu. Tulipokea shilingi bilioni 1 na milioni 600 kwa ajili ya ujenzi wa shule hii ya amali. Fedha hizo zimeweza kutumika kujenga majengo mbalimbali katika shule hii ya amali Kitukutu. Tumejipanga kuhakikisha mazingira haya yanakuwa bora na endelevu. Kutoka kilindini mwa mioyo yao, wananchi wa kijiji hiki hapa Iramba wanakiri wazi kuwa ushirikishwaji wa mradi wa ujenzi wa shule hii umesababisha wao kuwa sehemu endelevu ya matokeo chanya kwa vizazi vyao. Mimi nilishirikishwa kwenye vitu vingi, hasa katika maeneo, kwa sababu huku nako kulikuwa ni mashamba ya watu binafsi. Jamii baada ya kushirikishwa waliridhia kwamba na serikali ya kijiji nayo ikaona kwamba ikawakatie maeneo huko ili eneo hili lipatikane kwa manufaa ya vizazi na vizazi na vizazi. Shule hii ya amali ambayo imeletwa hapa na serikali itakuwa ni mkombozi wa watoto wetu wa kijiji hiki na vijiji ambavyo vimekaribia na kijiji hiki. Ni sehemu kubwa tuseme, kwa sababu zamani tulikuwa tukitaka kwenda kwenye shule hizi za amali, shule za kujifunza vitu vingi, lazima watoto wetu tuwapate gharama kuwasafirisha kwenda Dar es Salaam au mikoa mingine nje ya hapa. Sisi wananchi wa Iramba, mama hatukudai. Mkoa wa Tabora ni miongoni mwa mikoa mikubwa hapa Tanzania. Halmashauri ya Sikonge na mji wa Nzega pia wamefikiwa na ujenzi wa shule hizi mpya. Kwa majina naitwa Matthew Mapinda Helmani, msimamizi wa hii shule ya amali ya Makomelo ambayo ipo katika kata ya Ijanija katika halmashauri ya mji wa Nzega. Mradi huu wa ujenzi wa shule ya amali ulipokea kiasi cha bilioni 1.6 kutoka mradi wa SEQUIP kwa ajili ya huu ujenzi wa shule. Kuanzishwa kwa shule za sekondari za amali kunalenga kutoa masomo ya ujuzi. Amali 2 zitatolewa katika shule hii ya Makomero, nayo ni ufundi bomba na ufundi seremala. Je, halmashauri na wananchi wamejipangaje? Tunategemea masuala mengi sana yenye faida kutoka kwenye hizi amali. Kwanza, tunategemea vijana watakaotoka hapa
wawe na uwezo wa kujiajiri wenyewe. Lakini pili, tunategemea ukuaji wa mji kwa sababu hii shule yetu iko pembeni kidogo na mji. Lakini kingine, wananchi wa maeneo haya watafaidika na shughuli mbalimbali ikiwemo ajira za muda mrefu na ajira za muda mfupi. Kwa jina naitwa Midelo Elias Marco Mihayo, ni mkazi wa wilaya ya Nzega, mkoa wa Tabora. Mradi huu utakuwa ni mkombozi 100% katika wilaya hii ya Nzega mji. Tumepata mkombozi kwa ajili ya kutokuzagaza vijana wetu mitaani, kutokukosa ajira. Kwa hiyo huu mradi, mtoto anaposoma hapa anatoka moja kwa moja akiwa na idea kwa ajili ya maisha yake mwenyewe. Napenda sana kumshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea hizi pesa katika halmashauri ya mji wa Nzega, na sisi tunajiona tu fahari kupokea mradi mkubwa kama huu wa shule ya amali. Mkurugenzi wa halmashauri ya Mlele Katavi, Sigilinda Mdem, anasema baada ya kupokea fedha, miundombinu sasa iko tayari na wanafunzi wapatao 320 watanufaika na huduma ya bweni. Naitwa Sigilinda Mdemu, mkurugenzi wa halmashauri ya Mlele. Halmashauri ambayo ipo katika mkoa wa Katavi, shule ya amali, shule ambayo ilipokea fedha mapema mwaka jana tarehe 1 mwezi wa 7 kiasi cha shilingi bilioni 1.6. Lakini shule hii ina uwezo wa kubeba wanafunzi wa boarding 320. Lakini pia itakuwa na michepuo ya ufundi seremala, plumbing, ufundi umeme, lakini pia na mechanics. So far tumeshapokea walimu 5. Tuna imani kubwa kwamba mradi wetu utakuwa na manufaa makubwa kwa wananchi, na tumepata ushirikiano mkubwa sana na wananchi. Hata eneo tulojenga ni eneo ambalo tulipewa na kijiji kwa kukuwa na gharama ya ujenzi. Kipaumbele kinachofuata kwenye shule yetu sasa hivi iwe ni ujenzi wa uzio. Lakini kuhusu ulinzi wa mazingira, sisi tuko tayari kwa kushirikiana na wananchi kuendelea kupanda miti. Majina naitwa Emmanuel Nyansio Kamtupe, ni mwanakijiji wa kijiji cha Mngombe. Mradi huu una faida kwetu sisi. Baada ya kupata, tuliona kwanza ni moja kwa moja tumepata fursa sisi wenyewe wazazi pamoja na watoto wetu. Mafunzo yatakayotolewa hapa yatakuwa ni mazuri kwa sababu watoto watakuwa wanapata mafunzo ya kujiajiri wenyewe badala ya kukaa mtaani wanazurura ovyo ovyo. Mazingira haya tutaendelea kuyatunza kwa sababu yako mikononi mwetu sisi wananchi wa kijiji cha Mngombe. Manufaa ya mradi huu katika shule hizi si tu kwa wanafunzi, pia umekuwa kitovu cha ajira. Mimi ni Rukia Haji Abdalla, mkazi wa Utende, Uzega. Manufaa niliyoyapata hapa kiufupi, nimepata kazi hii na nimepewa majengo 3, nimefanya kazi. Pesa nilizopewa kwa mkoa huu, nilikuwa mgeni kutoka Dar es Salaam. Ila manufaa niliyoyapata hapa, nina viwanja 3 na sasa hivi naishi kwangu kupitia huu mradi wa kiufundi wangu ambao mimi mwenyewe nategemea katika maisha yangu. Tunamshukuru sana kwa kuzileta hizi shule ambazo zimetupatia ajira. Watumishi wengi katika awamu hii tumepata ajira kupitia hizi shule za amali. Na mwisho, kishindo cha shule mpya za amali katika makala hii kinatua mkasi. Shule ya sekondari ya amali ya Rukwa. Fedha za miundombinu 14 zimepokelewa hapa. Kwa majina naitwa Mwalimu Godfrey Mwenda, mkuu wa shule ya sekondari Nkomoro ambaye pia ipo katika halmashauri ya wilaya ya Nkasi, mkoa wa Rukwa. Mimi nimekasimiwa na mkurugenzi mtendaji kusimamia ujenzi wa shule yetu hii, shule mpya kabisa ambaye tumeipa jina la shule ya sekondari ya amali au Rukwa Technical Secondary School. Ujenzi wa huu mradi tulipokea jumla ya shilingi bilioni 1 milioni 600 ambayo ilikuwa imepangwa kujenga miundombinu 14, karakana 2, karakana ya uwashi pamoja na karakana ya mechanics, jengo la bwalo. Vipaji vya ujuzi wa vyuma pamoja na ujenzi hapa Tanzania vitatoka hapa. Kwa mwanzo kabisa tutatoa amali 2. Amali ya kwanza ni ya uwashi, amali ya pili ni mechanics and metal fabrication. Kwa hiyo masuala ya mechanical pamoja na masuala ya uchomeleaji. Kwa kweli matarajio ni makubwa sana kwa sababu hii ni shule ya amali. Kwa hiyo tunategemea vijana wetu watakapomaliza
watakuwa wana ujuzi mkubwa wa kujenga, wa kufyatua tofali, wa kutengeneza magari, wa kuchomelea vyuma. Hivyo tunatarajia. Nimefurahia sana huu mradi ulipotoka. Nimepata mafanikio makubwa sana katika mradi huu. Mradi huu umenisaidia katika na familia yangu, ninasomesha watoto wangu katika hali ya usaidizi. Mimi kwa majina naitwa Edwin Pascal Kanyumiza, ni mkazi wa hapa na Manyere. Mimi ni fundi ujenzi. Tunashukuru sana kutuletea mradi, umetunufaisha mambo mengi sana. Tumenufaika, kwanza tumepata ajira, tunapata kipato kizuri na pia tunategemea pia watoto wetu wasome hapa. Kipato tunachokipata hapa kinatusaidia, tunasomesha watoto, tunaweza kukodi mashamba, tunalima. Kwa kweli tunashukuru sana, na pia na mafundi wenzangu pia wameweza pia na wenyewe kupata kipato kizuri, na wao pia maisha yao wameweza kuyabadilisha, wanaendelea vizuri sana familia zao. Tamati la kurunzi la SEQUIP na ujenzi wa shule mpya za amali katika mikoa hii 10, tutarajie mapinduzi makubwa na Tanzania mpya ya vijana wenye vipaji na ujuzi uliotukuka.